Wapendwa wasikilizaji na watazamaji mahali popote mlipo, ninawasalimu katika jina la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi wenu mchungaji Paul Mwangi, tukiweza kuwaletea sermon ya siku ya leo tukiwa hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Coast Central Church. Kabla tuweze kuingia katika sermon ya leo, ningependa kuwapatia matangazo machache ambayo ni muhimu sana tuweze kuyajua hata kama hatuko hapa kanisani. Tangazo la kwanza linasema hivi: tunawaomba washiriki mahali popote walipo wafuate maagizo ya serikali kwa ajili ya usalama wao. Tangazo la pili, tunawaomba watoto wetu tafadhali muweze kukaa nyumbani na muweze kufahamu ya kwamba hii si holiday ya kawaida ambapo utatembea na kucheza. Kwa ajili ya usalama wako tafadhali usitoke nje. Jambo la tatu, Mombasa District Church members, kuna wale ambao tumepeana ahadi fulani katika makanisa yetu. Tunawasihi katika jina la Yesu Kristo ahadi hizo tuweze kutimiza. Jambo la nne, katika mafanikio ya kanisa letu, utoaji wa zaka na sadaka uweze kuwafikia treasurer wa makanisa yetu. Kwa CCC, wale ambao ni washiriki wa Coast Central Church, tuko na paybill number ambayo ni 401943 ama ni 4019423, na wale ambao ni wa Tudor Cliff, our paybill number ni 7045477. Hakikisha ya kwamba umetuma na message hiyo umetumia treasurer wako kwa ajili ya kuweza kuweka hiyo nakala vizuri. Lingine, tunawaomba washiriki mahali popote walipo na kiwa nyumbani, tuendelee na siku 100 za maombi. Tumetuma hayo masomo katika mitandao, na kama pia huna, ongea na mzee wa kanisa la kwako na ataweza kufanikisha uweze kupata. La mwisho, wapendwa wasikilizaji, kama kuna mshiriki yoyote anahitaji huduma ya mchungaji, anahitaji huduma ya mzee wa kanisa, anahitaji huduma ya semasi, tunaomba niweze kuwafahamisha ya kwamba watendakazi wote wa kanisa wako on duty. Tafadhali, ukihitaji huduma yoyote, piga simu yako, pigia mchungaji, mzee wa kanisa ama yeyote ambaye yuko karibu nawe na utaweza kusaidika. Na kama kuna mtu yoyote mgonjwa, tafadhali tupigie, tutaweza kukuunganisha na madaktari na tutahakikisha ya kwamba mambo yote yanaendelea vizuri. Kuna majirani wetu ambao labda wanapitia hali ngumu ya kifedha, na kwa sababu ya changamoto hawana kazi, zimefungwa, pesa ni shida. Saidia jirani yako asije akakosa chakula wakati uko na kingi, na ungeweza kumsaidia. Mpendwa msikilizaji, asante sana kwa kusikiza matangazo haya, na kama kuna jambo lolote ambalo hujalielewa, uko na uhuru wa kunipigia simu, kuniandikia message ama kuongea na mzee yeyote wa kanisa, na tutaweza kusaidiana. Leo nataka nilete sermon ambayo inasema tutafanya nini wakati maisha yamekuwa ni magumu. Sasa hivi, mpendwa msikilizaji, utakubaliana na mimi ya kwamba hali ni ngumu. Sasa katika hali ya mapato imekuwa ni ngumu. Sasa katika hali ambayo tulikuwa tumeizoea kuchanganyika na watu, haiwezekani kwa sababu ya ugonjwa huu. Hata sasa hivi unapotembea tunakaa na ugonjwa na kuchanganyikiwa, na tumekuwa tukijiuliza maswali mengi. Ni kwa nini Mwenyezi Mungu ukayaruhusu haya? Lakini swali nataka tuweze kuaddress, what do you do during this difficult time? What should I do? Ni nini hiyo itanifanya iweze kuwa nina move katika ulimwengu ambao umefungika, move katika ulimwengu ambao nina wasiwasi na maisha, move katika ulimwengu ambapo siwezi kuwa hata na uhuru wa kukaa na mmoja ambaye ni rafiki yangu kwa sababu ya magonjwa kama haya ya corona, kwa sababu ya wasiwasi ambao umeingia. What do I do? Kuna mambo matatu ama jambo moja ningependa niweze kuweka wazi, ya kwamba Mwenyezi Mungu ametoa ahadi kwa watu wake. Na ahadi ya kwanza aliwapatia wana wa Israeli walipokuwa wanaingia kule kunaitwa Kana. Kitabu kinaitwa Deuteronomy ama Kumbukumbu la Torati 31 aya ni ya 6. Alisema nini walipokuwa wanaingia mahali pale? Mtumishi wa Mungu, tusomee ili tuweze kuangalia ahadi ya kwanza wakati walikuwa wanaingia katika sehemu ambao hawajui, mahali ambapo walikuwa wakutane na adui, mahali ambapo walikuwa watumie nguvu zao ili waweze kukaa mahali pale.
kunayo ahadi ambayo Mungu aliwapatia wana wa Israeli wakiingia sehemu hiyo. Inasema namna gani mtu wa Mungu? Biblia inasema be strong and of good courage. Namba la kwanza Mwenyezi Mungu anasema be strong and of full of courage. Fear not. Fear not. Nor be afraid of them. For the Lord your God, He it is that does go with you. Thank you. He will not fail you nor forsake you. Thank you. Kitu ambacho Mwenyezi Mungu anaweka wazi msikilizaji na mtazamaji ni kwamba ijapokuwa ulimwengu wetu umechanganyikiwa, ijapokuwa ulimwengu wetu una mashaka, ijapokuwa ulimwengu wetu una mgonjwa, kitu cha kwanza anatoa ahadi na anasema be strong. After be strong, anaendelea kuweka wazi ya kwamba be courageous, na baada ya kuwa courageous anakukumbusha statement moja itakayokusaidia kuendelea na maisha ya ujasiri, kuendelea na kuwa na matumaini. I will be with you. Hakuna kitu kinapendeza kama kufahamu ya kwamba daktari wa madaktari yuko pamoja nawe. Hakuna kitu kinachopendeza kama kujua anayesimama na kusema korona hakuna ama iishe yuko upande wako. Hakuna kitu ambacho kinatia moyo kama kujua ya kwamba watoto wangu ambao hawaelewi ni kitu gani kinaendelea, Mungu akiwa upande wetu, watasimama imara katika jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu alijua ya kwamba mwanadamu ataweza fika mahali akasahau, kwa kinywa cha Yesu Kristo akarudia maneno haya ya tumaini. Kitabu cha Mathayo 28 aya ya 20. Alikuwa Mwanzo 24 amewaambia mambo yale ambayo lazima yatimie kabla ya kurudi kwake mara ya pili. Akawaambia kutakuwa na vita na tetesi za vita. Akawaambia kutakuwa na magonjwa kama ya corona, kama hantavirus, kama haya ya Ebola ambayo hayajapata dawa na hayaeleweki. Akasema mmomonyoko wa maadili utapatikana. Akasema utasikia bahari na mgurumo wake ambao haueleweki. Lakini Yesu alipokuwa amewaambia mambo haya yote, akaja kufanya conclusion ya kuwapatia kwa heri, na akawaambia namna hii. Soma usikize vile neno la Bwana linasema 28 aya ya 20, kitabu kinaitwa Mathayo. Teaching them to observe all things whatsoever I have. Akawaambia ijapokuwa nimeenda, ulimwengu hautawapenda, ulimwengu mtaugua, ulimwengu utakuwa na shida, lakini nawapa kazi moja: enendeni ulimwengu mzima mkahubiri Injili na muwafundishe mambo yale yote ambayo nimekwisha waambia. Lakini ana conclude kwa kusema namna gani? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Naam. And lo, Lo, I am with you always. I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Maandiko Yesu Kristo anasema, tazama niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa wakati. Ni ahadi ya kutegemewa wakati huu mgumu. Ni ahadi ya kutazamiwa wakati huu mgumu. Ni ahadi ya kuaminika ya kwamba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mponyaji, daktari, yule ambaye ndiye mkate wa uzima, yule ambaye ndiye maji yanayotiririka, yule ambaye ni mkombozi, anatoa ahadi kwa watu wake wa karibu na wa mbali ya kwamba mfahamu kitu kimoja: niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa wakati. Mitume waliendelea kushikilia imani hii na wakaweza kushuhudia Mwenyezi Mungu alisimama na wao wakati wa shida, wakati wa dhiki, wakati ulimwengu ulionekana kana kwamba haupeani suluhu. Wakajua ya kwamba Yesu Kristo ndio ameweza kuambia na kuhakikisha neno hilo. Na Paulo akiongea na kanisa la Wahibrania walipitia hali ngumu ya maisha. Kwa mfano, ukisoma kitabu kinaitwa Wahibrania sura ya 10 aya ya 30, Paulo anawakumbusha msiutupe ujasiri wenu. Wayahudi waliomwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao walifukuzwa makwao, wakanyang'anywa vitu vyao, wakauawa, wengine wakavalishwa mavazi ya kondoo, wakatupwa mahali kulikuwa na wanyama wa kuwamaliza. Lakini Paulo anawakumbusha na kuambia, msiutupe ujasiri wenu, shikilieni imani, endelea kujua ya kwamba hamuko peke yenu, kwa sababu kuna Mungu bado atakuwa na nyinyi na ataendelea na nyinyi mpaka mwisho. Na akiongea kitabu hicho cha Wahibrania 13 aya ya 5 akasema maneno yafuatayo:
Ibrania 13 aya ni ya 5, neno la Bwana linasema namna gani kuhusu uwepo wa Mungu katika maisha yetu wakati mambo yamekuwa magumu. Let your conduct be without covetousness, and be contented with such things as you have. Muendelee kutosheka na zile vitu mko nazo. For he has said, kwa sababu amesema, I'll never leave you, nor forsake you. Neither will I forsake you. Maandiko ya Biblia inaweka wazi, na Yesu mwenyewe kupitia kwa mtumishi wake Paulo anasema, even wakati mambo ni magumu, even wakati magonjwa yamepiga hodi, even wakati marais hawana suluhu, even wakati wanasiasa wote wamenyamaza, even wakati hatuwezi tembea barabara zetu, even wakati huwezi enda hata kutembelea rafiki yako, kuna mmoja anayetoa ahadi ya kuwa pamoja naye. Kuna mmoja anayesimama na kusema sitakuacha. Kuna mmoja ambaye ni mponyaji. Kuna mmoja ambaye ni Mungu wako, na anasema nitakuwa pamoja nawe mpaka mwisho wa wakati. Amen. Neno la kutumainika ni neno la kutegemewa. Haijamaanisha ya kwamba hatutakuwa na changamoto. Ni sawa tunaweza kosa chakula leo, ni sawa tunaweza zika wapendwa wetu, ni sawa tunaweza fika mahali mpaka tukawa na mashaka na uwepo wa Mungu. Kwa mfano, ukiangalia kitabu cha Ayubu, Biblia inaanza kuelezea Ayubu ni mtu aliyekuwa wa kutegemewa, mcha Mungu, mtu ambaye alifanya mapenzi ya Mungu. Lakini unapofika 19 aya ya 10, sura ya 19 aya ni ya 6, kuna wakati ulifika mambo yakawa ni makubwa kiasi ya kwamba akawa na mashaka na uwepo wa Mungu. Lakini haikutoa uhakika ya kwamba Mungu hakuwemo. Mungu bado alikuwemo. Hebu tusikize vile analia akifikiri ya kwamba yuko peke yake, lakini utakaposhuka pale chini utashangaa ya kwamba Yesu ama Mungu alikuwa bado yuko pamoja naye. Ahadi ya Mungu anaposema ya kwamba atakuwa pamoja nasi, haijatoa uhakika tuko ulimwengu wa shida na mashaka, lakini katika shida zetu Mungu atatupatia ukombozi katika jina la Yesu. Inasema namna gani Ayubu 19 aya ni ya 6? No, now jua sasa that God has overthrown me. Katika shida zake anasema jua sasa Mungu ni kama ameniacha. And has compassed me with his name. Anasema amenizunguka na wavu wake. Behold, I cry out concerning wrong. Tazama nalia kuangalia ili tazama nalia. But I am not heard. Lakini hakuna anayenisikiza. I cry loud. Ninalia kwa sauti. But there is no justice. Lakini hamna anayenisikiza. Ni kilio na wengi wanapopitia hali ngumu. Ukiangalia sehemu kama kule ambapo kunaitwa Italy, ambapo kuna shida kubwa ya corona, kila siku tunapoambiwa wamekufa watu 1000. Unaposikia kule kunaitwa Spain, unapoenda kule kunaitwa Amerika, unapokuja hapa kwetu unasikia mpaka mtoto mdogo amezikwa na ugonjwa wa corona. Kilio kilicho na wazazi wao, kilio kilicho na wakuu wa taifa, kilio kilicho nasi sisi kama viongozi wa kanisa. Tunauliza swali moja, where are you God? Huyu ni mtu ambaye alikuwa ni nabii, alimfahamu na kumwelewa Mungu na aliweza kumuona Mungu binafsi. Lakini wakati wa shida alifika mahali akawa na mashaka. Are you there? Tazama nalia udhalimu, lakini hakuna anayenisikiza. Anafika hatua anasema ya kwamba amefunga njia yangu. Anafika mahali anasema mke wangu hanielewi, watoto wangu hawanielewi, mwili haunishiki ama haunielewi. Anafika mahali amebaki peke yake. But unknown to him, Mungu alikuwa pale pamoja naye aweze kumpatia msaada katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unaposoma aya ya 25 utasikiza mwenyewe anasema jambo ambalo linatupatia matumaini. Aya 25 inasema namna gani? Baada ya kuja kuona the bigger picture ya Mungu, anasema I know my Redeemer lives. Mimi ninajua mtetezi wangu yu hai. And that he shall stand at the later day upon the earth. Na after all this challenge ambayo tunapitia, after hii ugonjwa wa corona, after all this fear, after all this confusion, anasimama na kusema kitu kimoja, siku moja mtetezi wangu atasimama.
Siku ya leo ulimwengu unapochanganyikiwa, nataka niweke wazi ya kwamba wakati utakapowadia, Mungu mwenyewe atasimama na tutasema historia ya kwamba kulikuwa na corona. Tutasema historia ya kwamba tuliogopa, tukaona kama tumefika mwisho, but he stood with us because this is God and he is a powerful God. Kuna mtu mwingine ambaye aliweza kuwa katika shida kubwa kama ile tunaipitia, na akawa na mashaka kama Mungu yupo na kama Mungu anaweza sema uongo. Anaitwa Yeremia. Yeremia katika kitabu cha Yeremia sura ya 20 aya ya 7 alizungukwa na matatizo. Ametumwa kama nabii, nenda waambie wana wa Israeli ya kwamba wasipotubu na kugeuka, nitawachukua mateka niwapeleke mahali kunaitwa Babeli. Badala wasikize unabii, wakamkamata, wakamtandika, wakamrusha katika dimbwi lilikuwa na matope halina maji. Akawa anataka kuelewa vile Mwenyezi Mungu anafanya kazi. Kama vile watu wanataka kuelewa Mungu anafanya kazi namna gani wakati ulimwengu wote umejaa shida. Mungu anafanya kazi namna gani wakati mimi sina kazi. Mungu anataka kufanya kazi namna gani wakati biashara yangu imefungwa. Mungu anataka kufanya kazi namna gani wakati hoteli yangu imefungwa. Mungu anafanya kazi namna gani wakati nina kuku zangu, lakini hizo kuku siwezi uza maana mahoteli yamefungwa. Hebu sikiza vile neno la Bwana linasema, vile aliuliza swali. Oh Lord, you have deceived me. Ana accuse Mwenyezi Mungu na deception. Anasema wewe Mungu umenidanganya na nimedanganyika. Have you ever been in such situation? Ulimwengu wako umepasuka, wasiwasi umekuingia, unakaa kuangalia, unakaa kuchanganyikiwa. Hujui urudi mbele, uende mbele, hujui urudi nyuma. You are just there. Unakaa unauliza, na Mungu alitoa ahadi sitakuacha. How comes I'm in this situation? Does it mean God does not care? Ni kitu gani kitakacho kufanya uendelee katika wakati na majira haya magumu? Huyo baada ya kuelewa vile Mwenyezi Mungu anafanya kazi, aliweza kutuambia maneno yanayotupatia tumaini katika kitabu cha Yeremia 11:29. Na anasema namna gani alipoelewa jinsi Mungu anafanya kazi. Kumbuka huyu ni mtu ambaye analia ya kwamba Mungu amemdanganya. Anaita Mungu muongo. Na unapoangalia katika kitabu cha Yohana inasema ya kwamba nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, maana yeye ni muongo na hali yake ni muongo. In other words, ana accuse God with deception, anaona Mungu kama ni shetani. Lakini baada ya kuelewa how God works, anasema namna gani katika aya 11:29? Yeremia. Ninajua mipango mizuri nayowaanzia nyinyi. 29 verse number 11. Jeremiah 29 verse number 11. Anapoelewa how God works even on tough times. Anapojua how God works even when nothing seems to be working. Anapokuwa anaelewa vile Mungu anafanya kazi hata wakati kumekuwa na shutdown. Mungu anasema maneno yafuatayo. Inasema namna gani msomaji? For I know the thought I have towards you, says the Lord. Says the Lord. Thoughts of peace. Thought of peace. Na si za kwa maana najua mpango mizuri ninayokuwazia, mipango ya kukuletea tumaini na sio ya kukupoteza. I know there are some people who are worried. They don't know what will come tomorrow. Kila saa 10 na kila siku tunatazama kuona katika runinga zetu serikali imesema ni wangapi wamepata ugonjwa. Lakini tunapokuwa tunaangalia tufahamu kitu kimoja ya kwamba our God cares. Our God is still a loving God. And our God will give us victory regardless of what we are going through. What do you do when you find yourself in such situation? Ya kwanza twende katika kitabu kinaitwa Mathayo 14. Mathayo 14 tuangalie Yesu Kristo alipokuwa amezungukwa na shida kama hii alifanya namna gani. Kuna siku moja Yesu alipewa taarifa. Kitabu kinaitwa Mathayo 14 aya ni ya ngapi? Ni ya 13. Tusikize Yesu Kristo aliletewa taarifa iliyovunja moyo, aliletewa taarifa iliyoleta giza sana katika ministry yake. 14:13 inasema namna gani? Yesu Kristo aliposikia haya, alienda mahali na mtimbwi mbali kidogo na watu. Ni kitu gani hicho Yesu Kristo alisikia? When you go to chapter 14 verse number 1,
aliambiwa statement ya kwamba rafiki yako, kazini yako aliyekutangulia kwa jina Yohana amekamatwa, amewekwa korokoroni, amekatwa shingo. Remember, this is somebody aliyekuwa kazini wa Yesu. This is somebody aliyemtangulia kutengeneza mapito yake. But taarifa sasa inafika ya kwamba ameweza kuuawa na ameenda kuzikwa bila kichwa. What do you do when you find yourself in such a situation? Your cousin is no more. Na kitu ambacho kimefanya auawe ni kitu ambacho sio cha haki. Kama ni wewe ungefanya namna gani? Yesu, maandiko inasema alienda mahali peke yake, akaanza kutafakari na kuuliza maswali. Just the same way the government inasema kuna corona, the best thing you can do, kaa mahali peke yako, maana unapotoka pahali pale unaweza kuwa katika hatari. Lakini unapokuwa mahali pale peke yako, God can use that opportunity to speak to you. Na maandiko ya Biblia inasema watu wakaulizia yuko wapi, wakajua yuko mahali peke yake jangwani. Wakabeba wagonjwa wao, wakabeba watu waliokuwa hawaoni, wakabeba watu ambao walikuwa hawana matumaini. Maandiko inasema Yesu Kristo alipoangalia, he needed a time alone, he needed some privacy. Alikuwa anaomboleza, lakini watu hawakumruhusu. But what exactly happened? Maandiko inasema Yesu akawahurumia na akawaponya magonjwa yao. A time like this ambapo hali ni ngumu, Ukristo wetu utajulikana wakati tutakaposimama na wale ambao hawajiwezi. Tutakaposimama na wale ambao hawatatusaidia, Ukristo wetu unadhibitika. Maandiko ya Biblia inasema ya kwamba alipoanza hayo, immediately walifikiri, remember he was a wounded savior. Na ijapokuwa he was already wounded, hakuweza kusema ya kwamba sitashughulika. Na when you go to verse number 23, anasema ya kwamba alipokuwa amewaponya, alipokuwa amewapatia mikate na wakakula watu 5,000, aliwafukuza wakaenda nyumbani. Na yeye alifanya namna gani? Alienda mlimani kuomba. Kuna mambo matatu nataka nimalize nayo. During this hard time, tafadhali tafuta muda wako peke yako na Mungu wako. Utakapokuwa unaona ulimwengu umechanganyikiwa na hali imekuwa ngumu, have time with your God. Unapokuwa katika nyumbani, tenga muda ambao utazungumza na Mungu wako, mwelezee shida yako, mwelezee taabu zako. Tafuta nafasi, soma neno la Mungu. Number 2, when times are hard, tafadhali trust the word of God. Neno la Bwana linaposema usiogope, please mwachie Mungu kazi yake. Wewe sio daktari, hujui jinsi ya kutibu, lakini Mungu ndiye daktari wa madaktari. Trust his word. Number 3, wakati kama huu mgumu, do not trust your own feeling. Usiweze kuona ya kwamba maybe feelings zako kwa sababu zinakwambia huyu ndiye mbaya, zilienda zikateremka. No, trust God with all your heart. Na la mwisho, kumbuka yote yatakwisha katika jina la Yesu. Mungu anatupenda, Mungu anatujali. Na hii corona haitafunga historia, Yesu Kristo ndiye atafunga historia. Na after all these things, you'll be asked, utaweza kuulizwa na Mungu, je, ulisimama namna gani hata wakati mgumu? Ni ombi langu, Bwana atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana atakulinda na jamii yako kutoka kwa huu ugonjwa wa corona, na siku zote utasimama na kusema hakika Yesu Kristo ni mkuu na Bwana aweze kutubariki. Amen. Katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ahadi ya kwamba utakuwa pamoja nasi hata wakati mgumu. Tunaombea wapendwa hawa uwabariki na familia zao, waepushe magonjwa haya ambayo yanatutatiza na utupatie amani ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Bwana